Ibrahim Traore aponea chupu jaribio la kuuawa kwa sumu. Katika hali ya kushangaza, rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ameponea chupu jaribio la kuuawa kwa sumu, lakini vyanzo vinafichua kwamba kiongozi huyo alikuwa tayari anafahamu njama hiyo na alikuwa amechukua hatua za mapema kuepusha mpango huo mbaya. Njama hiyo ya kijeuri inayodaiwa kupangwa na jasusi aliyeingia ndani ya safu ya serikali imetikisa uongozi wa nchi na kufichua viwango vya kina vya ujasusi ndani ya serikali ya kijeshi. Hata hivyo, vyanzo vilivyo karibu na ofisi ya rais vimefichua kwamba Captain Traore alikuwa amefahamishwa kuhusu njama hiyo hapo awali na alikuwa amechukua hatua za haraka ili kuepusha maafa. Maelezo kuhusu jaribio la kuwekewa sumu bado hayajaainishwa kwa kina, lakini ripoti zinaonyesha kwamba njama hiyo ilihusisha mwanachama wa ndani wa rais ambaye alipewa jukumu la kupeleka kinywaji chenye sumu au chakula chenye sumu kwa kiongozi huyo wakati wa mkutano wa hivi majuzi. Sumu hiyo iliripotiwa kuwa sumu hatari inayoweza kusababisha madhara makubwa, hata kifo ikiwa itamezwa. Kulingana na vyanzo, jasusi huyo alikaa ndani ya timu ya rais kwa miezi kadhaa akikusanya taarifa muhimu za kijasusi na kusubiri wakati mwafaka wa kuweza kumuua. Mshambuliaji huyo hakujua kwamba tayari Ibrahim Traore, lakini jasusi huyo hakujua kwamba tayari rais Ibrahim Traore alikuwa amefahamishwa na majasusi wa nchi hiyo wa Burkina Faso kuhusu hatari inayoweza kumkabili rais huyo. Kinachotofautisha kesi hii na mtazamo wa ajabu ulioonyeshwa na Captain Traore, rais ambaye amepata heshima kwa ujuzi wake wa kimkakati katika kusimamia changamoto za usalama wa nchi, inaripotiwa kupokea taarifa za kijasusi kuhusu njama hiyo kutoka kwenye chanzo kisichojulikana ndani ya vyombo vya usalama vya Burkina Faso. Akiwa na taarifa hii, Captain Traore alichukua hatua kuzuia jaribio la mauaji kabla lijatokea kwake. Rais Traore daima amekuwa macho kuhusu usalama wake na usalama wa nchi yake. Chanzo kilicho karibu na ofisi ya rais kilifichua ana mtandao thabiti wa kijasusi ambao kila mara humpa taarifa za wakati halisi. Alipofahamishwa kuhusu jaribio la kuwekewa sumu, alifanya haraka ili kuhakikisha usalama wake na kuepuka kuiweka nchi katika machafuko. Kufuatia jaribio hilo la kuzuiwa kwa sumu, serikali imeanzisha uchunguzi wa kina kumsaka jasusi huyo na wale ambao huenda walihusika katika njama hiyo. Mamlaka inaaminika kuwahoji watu kadhaa, ikiwa ni pamoja na wale walio ndani ya mduara wa rais wakati uchunguzi unazidi. Jaribio hili la mauaji linaangazia mazingira hatarishi ambapo Captain Traore anafanya kazi kama mkuu wa utawala wa kijeshi wa Burkina Faso. Tangu kuchukua mamlaka, Traore amejiingiza katika changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na upinzani wa ndani, uasi wa waasi na kuongezeka kwa uchunguzi wa kimataifa. Uongozi wake umekuwa na mgawanyiko kiasi chake, huku wafuasi wake wakisifu juhudi zake za kurejesha utulivu na wakosoaji wakipinga unyakuzi wa kijeshi kama unyakuzi wa mamlaka usio wa kidemokrasia, huku wakitaka kumwangamiza mwamba ambaye kwa sasa anawafanya Burkina Faso waweze kufurahia nchi yao. Jaribio hilo la sumu pia linatoa mwanga juu ya kiwango cha ujasusi na upinzani wa ndani ya serikali. Haijulikani ni nani alikuwa nyuma ya njama hiyo au motisha yao ilikuwa nini, lakini wachambuzi wanapendekeza kwamba inaweza kuhusishwa na makundi ndani ya jeshi ambao wanahisi kukatishwa tamaa na uongozi wa Traore au wanajaribu kufaidika na hali ya kisiasa isiyo na utulivu. Katika taarifa iliyotolewa na serikali, msemaji wa Captain Traore alihakikishia taifa kuwa rais yupo kwenye afya njema na kwamba vyombo vya usalama vinafanya kazi bila kuchoka kuwakamata waliohusika na njama hiyo. Rais mwenyewe bado hajatoa maoni yake hadharani kuhusu jaribio la kuwekewa sumu. Mauaji hayo yaliyozuiliwa yamezua mjadala wa umma kuhusu usalama na uaminifu ndani ya serikali. Ingawa wengine wanaona njama hiyo kama ishara ya hatari inayoongezeka ya rais, wengine wanamuunga mkono Traore wakisifu uwezo wake wa kukabiliana na vitisho hivyo kwa neema na hekima. Fikra za haraka za rais Traore na uwezo wa kukaa mbele ya tishio zinaonyesha nguvu zake kama kiongozi. Mchambuzi wa kisiasa huko Ouagadougou alisema hii itaimarisha tu azimio lake la kuiongoza Burkina Faso kupitia changamoto zake. Sisi tunasema Mungu bado yuko pamoja naye, kwani njama ya sumu ameivuka, jaribio la kumua amelivuka, amefanikiwa kuweza kuzuia na bado anafanikiwa kuzuia. Hakika Mungu amlinde mwamba huyu. Hichi kilichotokea kwa Ibrahim Traore ndani ya taifa la Tanzania, hayati John Joseph Pombe Magufuli naye aliwahi kuzungumza kwamba
alikuwa auawe kwa kuwekewa sumu. Na hii yote ukiangalia juhudi hizo za kupata taarifa ni kupitia majasusi wa nchi. Kumbuka, taifa lolote lile unaloliona ambalo ni imara kiulinzi, basi ni moja ya taifa ambalo huwa lina majasusi bobezi, majasusi imara kwelikweli. Kwa hiyo hata hapo unaponisikiliza, jua jasusi yupo na wewe kuhakikisha usalama sio wa rais tu, lakini pia usalama wa nchi. Mungu alinde pia majasusi bwana. Nakumbuka mzee Mkapa pale tulipofanya kazi vizuri, alipata furaha sana kwa kazi nzuri za kwenye barabara, na baadaye akatamka kwamba mimi kuwa askari wake wa mwavuli namba 1 kwa kufanya kazi ya barabara vizuri, na nafikiri hili amelitaja pia kwa kuligusia kwenye ukurasa 117. Siwezi kusahau swala hilo maishani mwangu, kwa sababu licha ya dhamira njema ya mzee Mkapa, swala hilo liliniletea matatizo mimi binafsi. Nilianza kuona dalili za baadhi ya mawaziri, tena wengine wa ngazi za juu kabisa, kuanza kunichukia, na muda si mrefu baada ya hapo nikanyweshwa sumu Dodoma, ambayo alimanusula iondoe uhai wangu, lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu nikakiepuka kifo. Baada ya tukio la kunusurika katika kifo, nilimwendea mzee Mkapa kumweleza dhamira yangu ya kutaka kujihuzuru. Nakumbuka siku hiyo aliniangalia kwa jicho la baba na mwana, akinihurumia. La pili pia kunipa ujasiri, na baada ya dakika chache akaniambia, na nukuu, "Njoo kafanye kazi, kamtangulize Mungu." Baada ya hapo nikapewa ulinzi, nikaendelea kuchapa kazi. Katika tukio hili nilimwona mzee Mkapa kuwa ni mtu anayekupa matumaini hata kama wewe mwenyewe umekata tamaa. Mzee Mkapa, nakushukuru sana. Nimejifunza kutokuwasifu wateule wangu hata kama wanafanya mazuri mengi, kwa sababu ninajua yasije yakawapata yaliyonipata mimi baada ya wewe kunisifu. Lakini hata hivyo, saa nyingine ninashindwa, huwa ninawasifu, baadaye nakwenda kukumbuka hayo yaliyonipata. Kwa hiyo nimeona niliseme hili, najua halijazungumzwa mahali popote, lakini kwa sababu leo ni siku yako Mkapa, nimeona na mimi niyaseme haya yaliyonipata, ambayo kwa furaha yako na upendo wako kwangu nilipata madhara fulani, pamoja na kwamba Mungu alinisimamia. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.